Ramadhani ni mwezi mtukufu wa kujitakasa, kukuza imani kwa kufunga. Waislamu hujifunza subira, kujizuia na matamanio na kuwa na huruma kwa wasiojiweza. Qur'ani inasema, mmeandikiwa saumu kama ilivyoandikwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa. Ndani ya mwezi huu Waislamu wamesisitizwa sana kusoma Qur'ani na kuhifadhi ndani ya vifua vyao. Taasisi ya Falah Islamic Foundation ilizindua tafsiri ya Qur'ani juzuu zote 30 iliyoandikwa na marehemu Sheikh Hassan Mwalupa, ikiwa ni urithi wenye thamani kwa waumini wanaotaka kuelewa kwa kina mafundisho ya Waislamu. Uzinduzi huu ulijadili masuala muhimu kwa mafunzo ya Ramadhani. Moja ya mafunzo makuu ya Ramadhani ni charity, ambao ni kutoa kwa ajili ya wengine. Qur'ani inasisitiza utoaji wa zaka na sadaka kwa ajili ya masikini na wenye uhitaji. Hata hivyo, inakemea sadaka zinazotolewa kwa kujionyesha, yaani ria, kwani nia inapaswa kuwa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia jihadi ya nafsi inahimizwa. Hili ni jukumu la kila Muislamu, kupambana na matamanio mabaya na kuwa na tabia njema. Qur'ani inasema, na wale waliojitahidi kwa ajili yetu, kwa hakika tutawaongoza kwenye njia zetu. Na hapa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Profesa Muhammad Makame Haji anaeleza. Na yote mawili yapo katika mafunzo ya Uislamu kwa kupitia Qur'an pamoja na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadhani inatufundisha kutengeneza nguvu na bidii kubwa zaidi ya kujiweka sawa na kujiimarisha afya zetu, na kujiweka sawa na kujiimarisha spiritually kwenye imani zetu. Na haya yamedhihirika sio tu katika mafunzo ya dini, lakini hata katika tafiti mbalimbali zilizofanywa na wataalamu, hata wale wasiokuwa Waislamu wamelidhihirisha hilo, kwamba Ramadhani kwa kukithirisha ibada na funga, mwanadamu anatengeneza afya yake, lakini pia anatengeneza imani yake, ambayo ndiyo lengo la uwepo wetu katika ulimwengu huu. Vile Sheikh Ahmed Lubumba akitoa maelezo mafupi kuhusu historia ya marehemu Sheikh Hassan Mwalupa, mwandishi wa tafsiri ya Qur'ani iliyozinduliwa na Falah Islamic Foundation, akieleza kuwa Sheikh Hassan Mwalupa alikuwa msomi wa Kiislamu mwenye maarifa makubwa katika tafsiri ya Qur'ani na fiki. Sheikh Hassan Mwalupa alizaliwa Tanga mwaka 1957 Novemba. Kwa hiyo Sheikh Hassan Mwalupa ni mwenyeji wa Tanga, na alipata masomo yake awali katika chuo cha Shamsia ambacho ilikuwa ni tawi la chuo cha Shamsia, na baadaye akaenda kupata masomo yake ya thanawia katika elimu ya kidini katika chuo chenyewe sasa pale mjini Tanga cha Shamsia, na baadaye akaenda kupata vile elimu ya ualimu Kenya, katika kituo cha Bilali Muslim of Kenya. Na baadaye Sheikh Hassan Mwalupa mnamo mwaka 1983 mpaka 1987 aliweza kupata elimu ya juu ya masomo ya kidini na Kiislamu katika jiji la Teherani nchini Iran. Na baada ya hapo aliendelea kushiriki kozi mbalimbali za kielimu, za kitafiti na makongamano mbalimbali ambayo kwa kweli aliweza kumuongezea elimu, ujuzi na maarifa katika masuala ya elimu. Sheikh Hassan Mwalupa alikuwa ni mtu ambaye amejitolea katika kuweza kuitumikia Qur'ani tangu akiwa na umri wa ujana wake, na ndio maana katika rekodi zinaonesha kwamba akiwa ni kijana, bado ni kijana kabisa, umri ule wa ujana, takriban ilikuwa ni mwaka 1988, Sheikh Hassan Mwalupa aliweza kufanikiwa kutafsiri. Hata hivyo, katibu mtendaji ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar, Mkurugenzi Abdi Simba, akieleza juu ya swala hilo na kutoa wito kwa Waislamu kusoma sana Qur'ani na kujua tafsiri yake. Kwa hivyo athari ya Ramadhani iendelee baada ya Ramadhani. Kama tulikuwa sisi ni wenye kutoa sadaka kwa wingi, wenye kuhurumiana, wenye kutekeleza wajibu wetu, tumeacha kusengenyana, basi mafunzo haya yaendelee. Isiwe ni kuekti tu halafu baada ya Ramadhani tunarejea kule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ameitaja neno takwa mara mbili alipokuwa anazungumza aya zinazohusiana na funga ya Ramadhani. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na daktari alilizungumza vizuri na akanipa na mimi somo tafsiri 4 ya takwa. Halafu mwisho tena huku akaja akazungumza tena, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Tafsiri ya Qur'ani iliandikwa na marehemu Sheikh Hassan Mwalupa. Ni moja ya kazi zake kubwa iliyoandikwa kwa lugha rahisi ili kusaidia Waislamu kuelewa maana sahihi na maandiko matakatifu. Ali Haji Abdallah, ASAM Online TV.